brother. Bwana huyu ni nyota Uchizi Vunga, anagoma kufungua kioo kabisa baada ya mchezo kutamatika. Na wamepoteza goli 2-0 na wametolewa kwenye hatua ya kwanza baada ya kushindwa kufuzu kwenye hatua ya ligi ya mabingwa, hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Hii ni kosta wachezaji wa Silver Strikers baada ya mchezo kutamatika na wamepoteza goli 2-0. Brother, sorry for the loss. Bwana, hawa ni wachezaji wa Silver Strikers ambao walituambia watazungumza baada ya mchezo, lakini hata baada ya mchezo wamegoma kufungua vioo. Walituahidi kabisa baada ya mchezo watazungumza, lakini wamegoma kufungua vioo. Kama ambavyo unashuhudia Uchizi Vunga huyu hapa amegoma kufungua kioo, na kama ambavyo unashuhudia wanafanya utaratibu wa kuondoka hapa. Mchezo umetamatika na Yanga ameibuka na ushindi wa magoli 2-0 na wamewatoa jamaa wameshindwa kufuzu hatua ya makundi. Jaribu. Bro, how are you? Sorry for the loss, brother. Bwana, hapa kila mchezaji ambaye unamfuata anafunga kioo, hataki kuzungumza kabisa. Japo walisema watazungumza baada ya mchezo, lakini wamegoma kuzungumza. Na kama ambavyo unashuhudia hawajachukua muda, wanaanza safari ya kutaka kuondoka kwa ajili ya kwenda kuendelea na mambo mengine. Si bado tuko hapa, tunajaribu kutafuta tukute kama kuna mtu yoyote ambaye tunaweza kuzungumza naye wakati huu. Wanaweza kushuhudia wakiwa wanaondoka hapa kimya kimya, wamegoma kuzungumza kabisa. Kama ambavyo unaona kuna gari liko hapa, viongozi pamoja na benchi la ufundi wakiwa wako hapa, na wameonyesha kabisa hawataki ishara yoyote ya kuzungumza na sisi. Tunataka tusikie kidogo chochote kutoka kwao. Watashusha vioo wazungumze chochote. Magari yamefungwa bwana, hawataki kuzungumza chochote. Na kama ambavyo unashuhudia wengine wakiwa wanaendelea kufanya mipango huku, logistics za ndogo ndogo kwa ajili ya kuweza kuanza safari baada ya kumaliza mchezo wa leo na kupoteza kwa 1-0. Kama ambavyo unashuhudia brother. Kaka vipi? Huo mzigo. Mambo vipi? Bwana, mambo vipi? Salama. Uko vizuri? Kabisa. Umeangukia chali? Mimi naitwa Martin Chitambo. Martin Chitambo, tutatokea pale Malawi. Bwana, mmepoteza leo. Si mmepoteza. Sisi tupo hapa ni nini, lakini ndugu zatu tu. Si kwa hiyo hapa hawa win au sisi same. Ana shida. Lakini mwanzo kabla ya mchezo mliongea sana, mkasema haya ni ndugu. You was talking too much. Hapa utajua huu ni mchezo. Sikiliza, huyu asituue. Huyu ataonekana lakini ni na mchawi. Kwa hiyo sisi tuko vizuri. Hawa ndio sisi tupo pamoja. Malawi na Tanzania tupo pamoja. Ana kelele, ana pigele. We are very happy for the win, for Yanga to do better. Yes. But you was talking too much. No, talking. You said Yanga is not a giant team. It's going to be an easy game. Ukikaa na ndugu zako hata nyumbani, kazini na nini, utamwambia wewe hawezi kunipiga. Utajua hiyo ni mchezo. Akipiga utajua huyu simuui. Huyu ni ndugu. Sisi tutafly tena. Yanga kumbe ni wakubwa sana. Si wakubwa, sisi hata tu wakubwa. Toka wewe. Huu ni mchezo. Mmewaachia. Niambia. Mmewaachia. Hapa hawa unajua atisa na pesa nini aendelee vizuri tu. Sisi tafly, hata mimi mwenyewe nikaangalia Yanga itacheza na timu nyingine, tafly tu. Umesikia? Amia Yanga. Hapana. Amia Yanga. Wewe mbali ziko Yanga wana. Amia Yanga. Haina shida. Amia Yanga. Utakuwa na happy. We are very happy for the win, okay? We are very happy as Malawians. Sisi we are ndugu. Unajua pale siko mbali.
tusipigane, we are one, this is a friendship and this is a relationship. Si ndio? Shida ni nini? Hamna shida. Hata mimi hapa tembea popote, mimi sina shida na mtu yoyote. Hakuna matata. Hana matata. Mimi nimefurahi. Mchizi vunga. Hawataki kuongea tena wachezaji. Wachezaji watu wa Nyasa Big Bull wa Silver Strikers hawataki kuongea. Hawataki? Kwa nini? Sijajua hawa hapa kwenye gari. Utajua wale atatulia, amesema utasema hawa ni brothers watu, sisi hawa they have succeeded, wish them well. What do you do? Hana shida. Tupo pamoja. Hii ni nyumba yetu, Tanzania, Malawi, tupo pamoja. Mlijua kwamba mnakuja kushinda leo? Hiyo hapana. Our plan was to win. Umeona? Hawa usimchukue shot. Mchukue mimi kwanza. Enjo kwa vizuri? Niko vizuri kabisa. Hongereni kwa ushindi. Asante sana. Tuambie umejisikiaje? Nimejisikia faraja kubwa sana maana before tunatoka Malawi madogo. Mimi naita madogo kwa sababu walichezalau mechi Malawi. Umetufunga. Walicheza sio nyimbo gani ile inaitwaje? Dombolo alikatika sana. Yule mfungaji wao alitufunga sisi. Alituzalau. Lakini tukasema okay. Tunaporudi Tanzania tutapambana na tumepambana, tumefuzu. Jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Pia tunamshukuru bosi bana Ibra kidogo. Bana Ibra, hongereni na ushindi, tuambie mmejisikiaje? Ni faraja kubwa, ni heshima kubwa. Young Africans Club kubwa. Sasa malengo yetu namba moja yalikuwa ni kufika makundi. Tunashukuru Mwenyezi Mungu. Tunawapongeza wanachama, wapenzi na mashabiki, uongozi wote kwa ujumla, technical staff. Umeona namna ambavyo kila mmoja ametimiza wajibu wake, na hii ndio maana halisi ya timu ya wananchi. We are going to the next stage, ambao ni group stage. Hao jamaa walitamba sana, walizungumza sana, haikuwashtua nyinyi kama viongozi kuelekea mchezo wa leo? Young Africans Club kubwa haiwezi kushtuka kwa kutamba. Pitch ndio kila kitu. 2-0 tunaenda group stage. Mlitangaza kiingilio bure, mashabiki wameitika. Inaleta ishara gani, inaleta maana gani kwa viongozi wa Young Africans? Kwanza kiingilio hakiitwi bure. Young Africans hii ni zawadi kwa mashabiki wetu ambao wamekuwa kitusupport, wamekuwa wakisafiri na klabu yao, wamekuwa wakinunua club merchandise, wamelipa ada zao. Kwa hizi ni reward ndogo ndogo ambazo tunaziongeza kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanachama kwenye ile fans engagement wanakuwa attached na klabu yao. Na sio hii tu. Siku nyingine tunaweza tukaamua tukawapa zawadi, tukawagaia jezi moja kwa moja. Unakuja unachukua na jezi. Hiyo ni vitu vya kawaida kwenye football. Lazima uwe na vitu vya kuongeza attachment ambazo tutawafanya wanachama wazidi kujiona ni sehemu ya klabu yao. Sawa, timu ikiwa inashinda kama hivi, wewe ni